kumefanyika maziko ya Khamenei na vyombo vyote vikubwa vya habari duniani vinasema hajapata kutokea maziko makubwa kama yale. Nasema zaidi ya watu milioni 50 walihudhuria kumsindikiza Khamenei, na hili jambo limetoa mshtuko mkubwa hasa kwa Marekani, kwa sababu Marekani walipoanza vita na Israeli, Netanyahu akasema tumekufungulieni wa Irani milango, tunataka kupeni uhuru wenu, sasa na nyinyi ingieni barabarani, fanyeni maandamano, serikali hii ianguke. Bahati nzuri serikali hii haikuanguka, na juma iliyopita vita vimerejea upya na kwa hali ambayo inamshtua kila mtu. Amerika wanapiga leo siku ya 6, na leo nasema wanaanza kupiga sehemu zile za kiraia kama madaraja. Hili jambo linasikitisha sana kwa ambao wanaangalia video hii, hasa vijana wazaliwa sasa hivi ambao hawakuona vita vya Vietnam. Itakuwa vigumu kuelewa kuwa ndini utakuwa mwisho wa Iran, lakini nataka nikuambie kuwa haya mnayaona leo inatendeka kwa Iran si mambo mapya kwa Marekani. Hizi ndio hulka zao, na walifanya Vietnam hivi, kila siku wanapiga, lakini wa Irani wa Vietnamu hapakuwa na wakimbizi. Wa Vietnamu walisimama wakamkabili Marekani mpaka wakapata ushindi. Sasa inaweza kuwa tabu kidogo kwa mtu ambaye hajui historia ya dunia kuamini kama Iran watakuja kupata ushindi, kwa sababu ukitizama Marekani uwezo wake, majeshi yake, ukitizama lile jeshi la anga peke yake, jeshi la majini, itakuvunja nguvu sana. Unasema vipi hao ndugu zetu Irani, Arabi? Lakini katika maziko ya Khamenei, wa Irani waliliza watu wengi sana, kwa sababu kila nchi hasa zile za Kiislamu walipofika pale kwenye msiba ule, na wakawa sasa wanatoa salamu zao za mwisho, wanakwenda kutoa heshima zao za mwisho, walikuwa wakisomewa aya za Qur'ani mnasaba na wao walivyo. Na ni bahati mbaya kuwa mimi niko na kitabu hapa nikitazama sikioni, kinaitwa Dua za Rabbana. Kwenye mashafu kuna dua za Rabbana. Mwenyezi Mungu anaanza na Rabbana. Hizi dua zinaliza yani Rabbana ni kama vile kusema wala sijui kuwa ewe Mola wangu. Wa binadamu anamuomba Mola wake. Ukizisoma hizi dua machozi yanaweza. Sasa wakawa wanasomewa wale, wanaulizwa, kuna waliofika pale wanaulizwa ni majeshi mangapi makubwa yameshindwa na majeshi madogo, na huyu ni Allah mwenyewe anazungumza. Kila nchi kenda pale kwa munasaba wake. Wakatizama watu kama Yemen ni nchi ndogo, nchi maskini, lakini umesimama pamoja na Irani, kuona kuwa Irani inashinda vita hivi. Na wamekuja pale watu kama Saudi Arabia kusomewa vile vile aya yao,
mnasaba na wao, wamekuja Turuki kusomea haya mnasaba. Sasa hii ndio hali ambayo ipo, lakini cha kusikitisha ni kuwa kuna mtandao wa kijamii hapa nchini maarufu sana, na mimi nimekuwa maarufu kwenye huo mtandao. Basi ninasoma yale maneno ambayo wanaandika, na hii mitandao, ndugu zangu, nitakwambieni, Waislamu hatumo, na mitandao inaweza ikaathiri sana fikra za watu. Mimi si hodari siku hizi tena kwa utu uzima kwa kujua hizi concept na misemo mipya, na binti yangu kaniambia, baba, katika mtandao kuna watu wanaitwa influencers. Mungu sijui nini. Anasema hao ukiwasoma hao wanakamata akili yao. Sasa kuna mmoja anaandika kuwa eti anasikitika viongozi wa Iran wanavyouliwa, na akatumia neno hili kama mende. Lakini ukimsoma anaonyesha kwa yeye anasikitika, lakini hapana, hasikitiki. Ule mwandiko mwenyewe ukisoma katikati ya mistari ni kuwa anafurahi. Sasa leo nitasema jambo zito, na Allah ni samehe kama nikosea, na ilitaka hili jambo lisema mashekhe ndio wenye ujuzi huu. Mimi nilikuwa na rafiki yangu Nairobi, kenda mara kwa mara pale kwake, kwa mwaka nilikuwa naweza kwenda kama mara 4 mara 5, na kia nikenda basi huwa atawaalika wawili mmoja katika top intellectuals kutoka Nairobi University, akipenda kwa mimi niwasikie na wao wanisikie mimi kuhusu hali ya huku nyumbani Tanzania, hasa katika mchango wa Uislamu katika siasa. Siku moja akaja bwana mmoja marehemu sasa professor, sasa alikuwa kusomesha profesa pale chuo kikuu cha Nairobi. Aliniambia neno, mimi nilistuka, na si neno ambalo Muislamu linaweza likatoka mara moja. Akasema hawa Wakristo hawajui kwa hakika ubaya wa Wayahudi, na ndio maana utaona wanawaunga mkono Wayahudi wakidhani kwa Wayahudi ni watu wema kwa Wakristo. Akasema sasa yeye akadramatize, akasema, na anafanya jarejea kwenye vitabu, akasema hawa wanamtukana Yesu kwa sababu Mariam alipokuja na mtoto, na akasema kama huyu mtoto hana baba, asema Wayahudi walitoa matusi makubwa sana. Sasa huyu profesa akawa naeleza na yale matusi yenyewe ambayo mimi siwezi kuyasema. Kwa hivi ndivyo Wayahudi wanavyomtizama Yesu Nabii Isa. Hana baba, yeye anatuambia huyu mtume. Hawa ndio Wayahudi. Lakini hata ukiwaeleza, kuna watu wanaoeleza katika mitandao kuwa nyinyi hapa Tanzania mnawachukia Wayahudi kwa Uislamu wao. Mnadhania hawa wema kwenu, hawa Trump na Waisraeli wema kwenu, Myahudi huyu ni mwema kwenu. Nyinyi na kutizameni kama takataka tu, wala hamna lolote katika dini yao. Na ukimsoma Khamenei kitabu cha ndio utawajua wa Iran. Wanasema katika mtandao wanauliwa kama mende. Kuna mtu akawajibu akawaambia, hakika kwenye vita lazima watu wafe, na huko kuua ndio silaha kubwa ya kuwafanya Wayahudi na Wamarekani waweze kupata ushindi
kuwa kuna watu wanaogopa kifo. Wanaandika watu, jana walijitahidi katika mtandao hiyo. Wasema lakini wewe unaandika hili, hulijui wa ahadi gani Mwenyezi Mungu amewekea wale ambao watakufa kwenye njia yake. Wanasema soma habari kutoka Iran, wanasema kuwa Khamenei katika mkutano aliwaambia viongozi, akawaambia katika hivi vita vinavyokuja kuja kupigana na Wayahudi na Marekani, anasema viongozi wengi watauliwa. Na cha kustajabisha ni kuwa huyo ambaye nimesoma taarifa zake anasema sisi hatukulichukua ile jambo kwa uzito wake. Aliposema Khamenei kuwa vita vikija viongozi wengi watauliwa katika sisi, na kama tulivyoona ni kuwa hakika vipata vita wameuliwa viongozi. Ilikuwa kama ile jambo yalishaliona kuwa hawa kama watakuja kufanya vita na sisi, basi kitakachofuata ni kuwa wataua kwanza. Na nini tuseme mwisho wa Marekani? Kuna sehemu moja awekana Wayahudi, kuna sehemu moja Cairo, nimebahatika kufika, inaitwa Heliopolis. Misri wamejenga makumbusho ya kuwakumbusha vita vya Yom Kippur, vile walivyopigana na Wayahudi. Na nimepata kueleza hapa kwa vile vita ilikuwa Wayahudi wanashindwa, na kwa Marekani waliingia. Na wamesema wenyewe wamekale kuwa wao ni ushindi, wamepata ushindi. Sasa hivi vita nini itakuwa mwisho wake? Na hapa ndio watu wengi wanapata tabu. Lakini nitawaambia kitu kimoja, waitizame Vietnam. Vietnam iliondoka, na Vietnam ni ndogo, si kubwa kama Iran. Wala Vietnam haina historia ambayo wanayo Iran. Hivi vita inshallah Iran itashinda, Marekani watashinda. Hawawezi kuwamaliza Iran wote, watapiga wanavyopiga, lakini Iran itabakia. Nakupa mfano wa mwisho. Mimi nimefika Ujerumani na nimetembea, naweza kusema nimeanza Berlin, nimekuja Paris, nikaja Amsterdam, The Hague, nikafika Geneva. Nimeiona Ulaya yote. Ukitizama Berlin, ukiona picha zile wakati wa vita vya pili vya dunia ilivyokuwa, na leo ukitizama Berlin utasema hawa waliweza vipi kujenga vyote. Hali kadhalika ukitizama Japani ambao walipigwa. Iran itakuwepo na watu watakao watahadithia kama vile hakuna lililotokea. Lakini nataka kusema ni kuwa vijana wetu wasome historia. Kitabu napenda sana ukieleza kile tunapozungumza The Road to Ramadan cha Muhammad Haitham. Kusoma kitabu hiki utawajua Wayahudi, utawajua Marekani. Kitabu hiki Musadik, huyu ndio alipinduliwa mwaka 53, akaitwa Shah na likawa balaa kubwa, na wameona Iran wakubali mpaka Shah wakamwangusha. Na baada ya kumwangusha Shah ndio mpaka leo Marekani bado inawauma, kwa sababu ubalozi wa Marekani wa Irani kule Marekani ilikuwa sawa na kama klabu yao ya starehe. Wale wacheza sinema wakubwa na muziki mkubwa walikuwa wanapita pale, kama vile kazi ya ubalozi wa Irani pale ilikuwa kuwastarehesha wao Marekani. Sasa mapinduzi ya Irani ya
Sasa ikaweka serikali ya Kiislamu. Hili ndilo linalowauma wa Marekani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi